Assalamu alaikum watoto wetu wazuri. Karibuni kwenye kipindi chetu cha Kids Corner. Mimi ni Miss Mariam Shafi na leo nataka niwasimulie hadithi nzuri sana. Hapo zamani za kale, paliondokea na ndege mdogo mwenye alikuwa anaishi kwenye mti mkubwa. Huko juu kabisa alijenga kiota chake na hapo ndo aliishi maisha yake ya furaha. Ndege huyo kila asubuhi angeamka, aanze kuimbaimba na furaha, atoke, aruke kwenye mti huo, aende mwingine, azunguke kwenye anga, akitafuta chakula, na hivyo ndo maisha yake alienda. Alikuwa ndege mwenye furaha sana na alipenda sana kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema zote alizojaliwa. Sasa siku moja kulikuwa na upepo, hali ya hewa ilikuwa si nzuri. Upepo mkali, kumefunga mawingu, na kale kandege maskini ni kadogo. Sasa asubuhi hiyo ikawa ni asubuhi yenye ilimtia hofu. Hajui afanye nini, ni asubuhi, hajatafuta chakula, na hali ile ya hewa hakujua itaisha lini, maana ndio ilikuwa imeanza. Basi kale kandege kalikuwa tu hakina furaha, kamekaa kwenye kiota chake, kinajaribu kufikiria atatafuta chakula vipi, na hali ya hewa ilikuwa mbaya. Akakaa akawaza, akasema mimi kusema la ukweli Mwenyezi Mungu hajawahi kunitupa. Mimi nimeshinda nikimshukuru kila nikijaliwa na neema yoyote, na inshallah nina imani sasa hivi pia hawezi kunitupa. Basi akakaa akasema acha tu nitawakkal kwa Mwenyezi Mungu nitoke, maana nikisema nitakaa hapa kwenye hiki kiota mimi nitapata wapi chakula? Hakuna mtu mwenye atakuja kuniletea chakula, wala hakuna miujiza yote yenye atatokea. Wacha tu nijikakamue nitoke, nione hiyo hali ya hewa venye itanipeleka, nikishindwa nitarudi. Akatoka kwenye kiota chake mwenyewe akaenda kutafuta chakula, hivyo hivyo upepo mkali, lakini akasema liwe liwalo, mimi leo lazima nile, maana siwezi kulala njaa. Ikipita leo ikipita kesho si nitakufa mimi. Akatoka akaenda akatafuta chakula hivyo hivyo, na hali ya hewa akapaa angani akatafuta, na alhamdulillah akapata chakula. Akarudi zake kwenye kiota chake akamshukuru Mwenyezi Mungu. Hadithi hii watoto wetu inatufunza nini? Inatufunza kwamba ukifanya bidii lazima Mwenyezi Mungu akujalie, ile bidii yako lazima itajilipa. Na hivyo hivyo kwenye masomo yetu, si ya shule, si ya madrasa, usianze kukaa useme haya masomo magumu. Hakuna mtu yote mwenye amezaliwa kama yajua. Kwa hivyo wewe mtoto mzuri, jibidiishe, soma. Hata kama utakesha usiku, wewe soma. Ndio mwisho wa siku utakuja upate matokeo mazuri, kama venye huyu ndege mdogo mwenye alikuwa anaishi kwenye mti mkubwa, hakujali hali ya hewa venye ilikuwa, alitoka akaenda akajibidiisha na akapata chakula. Mbali na kwamba upepo ulikuwa mkali na yeye alikuwa mdogo. Kwa hivyo watoto wetu wazuri, tufanyeni bidii sana kwenye mambo yetu, sana sana shule, tupate kufurahisha wazazi wetu. Na hadithi yangu ikaishia hapo. Tupatane tena kwenye kipindi kifuatacho. Maasalam.